Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, na wakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa. Tupo tunaendelea na vichekesho vya bunge. Tupo sehemu ya 4, part 4. Sasa sitaki kukuchosha, na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda, na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende tuone sehemu ya 4 ya vichekesho vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukianza na kichekesho namba 10. Kura chuma hicho. Mheshimiwa Susan Limbweni Kiwanga. Ndio. Hapana. Twende sasa tukakitazame kichekesho namba 9. Kura chuma hicho. Tokeza sana wako baadhi ya wanaume akina baba wanazulumu haki za watoto kwa kunyonya maziwa ya mama ambayo mtoto ndio alipashwa anyonye. Wanawanyonya wale wake zao wanao. Haya, nikupeleke kwenye kichekesho namba 8. Kura chuma hicho. Umemchomea mtu mitego. Taarifa Mheshimiwa Spika. Acha taarifa, ni mtuhumiwa. Taarifa Mheshimiwa Spika. Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia. Tukaangalie kichekesho namba 7. Kura chuma hicho. Jana hiyo kuna Mheshimiwa Sugu hapa akasema kwamba watu wanauliwa, akatoka waziri mwingine akasema hajauliwa. Sasa mimi na ushahidi kwamba polisi wa Tanzania wameua watu wangu Kilwa ndani ya msikiti. Na yule Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba kama kuna ushahidi atoe. Mimi ushahidi nao kwamba polisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walimuua Ismaili Bweta katika msikiti Chumo. Sasa hayo mambo yapo nchi, na mnaua, mnateka, na mimi ushahidi nao. Haya, sasa twende moja kwa moja tukaangalie kichekesho namba 6. Kura chuma hicho. Haya, tukaangalie namba 5. Kura chuma hicho. Bunge letu linaendeshwa kwa mujibu wa kanuni na desturi mbalimbali. Ningependa kwanza, najua wagombea wote mtakuwa mmezisoma kanuni za bunge. Naomba unitajie kanuni 3 muhimu ambazo wabunge wamekuwa wakizitumia mara kwa mara. Mimi kwa ujumla ni kwamba mambo haya yalikuwa ghafla na nilikuwa niko mikoani. Tukaangalie kichekesho namba 4. Kura chuma hicho. Natumia pesa chungu nzima kuwazalisha, kuwafuga, unakwenda kununua samaki kambare mama. Wa nini nchi hii? Wa nini? Mimi sioni sababu ya kununua kambare nchi. Mimi sijaiona mtume. Unamuuziana Mheshimiwa, hili hebu lifanyeni utafiti vizuri, kambare na sato. Hebu lifanyeni utafiti vizuri. Sie hapa tunahitaji changu, tunahitaji nguru, tunahitaji kole, tunahitaji tasi. Hao ndo samaki wetu. Usiletee samaki wa ajabu kambare. Si hatuli. Asa serikali kuinvest billion of money kwa sababu ya kambare, kwa sababu ya sato. Mimi nasema no. We don't need sato, we don't need kambare. Please go and do more research on this fish. We don't use it. Thank you. Lakini mbele Mheshimiwa, tunaomba kusema kambare unamuuzia nani? Soko lake liko wapi? Na unapofanya biashara yote Mheshimiwa, toka kwenda kwenye kambare sasa hivi nenda kwingine. No, kidogo Mheshimiwa. Unafanya biashara yoyote
business principle ya kwanza ni domestic market. Kasa huna domestic market, why you do that business for? We don't need to do such kind of business in this country. Mheshimiwa, thank you. Haya, nikupeleke moja kwa moja kwenye kichekesho namba 3. Kura chuma hicho. Haya, nikukaribishe tena kwenye vichekesho vya bunge sehemu ya 5. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe chaneli yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.